بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المسألة الثامنة: كيفية الصلاة على أكثر من قبر. namna ya kusalia maiti ikiwa umekosa ile sala alipokuwa akisaliwa kabla ya kuzikwa, ikawa maiti ni zaidi ya mmoja na makaburi ni kadhaa. Je, kwa yule ambaye amepitwa na swala na kumsalia yule maiti, ataswalia vipi maiti hawa wakiwa katika makaburi yao? سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هناك جنازتان متجاورتان في المقبرة. kuna majeneza mawili ambayo yako karibu, yani maiti mmoja yuko karibu na mwenzake makaburini. ma kayfiyatu as-salati 'alayha ba'da ad-dafn, namna ya kusalia maiti hawa wawili baada ya kuwazika itakuwa ni vipi? hal yusalla 'ala kulli janazatin 'ala hida au yanwi as-salata 'alayhima? je, yajuzu kusalia kila jeneza kivyake au anuie sala ya wote wawili kwa pamoja? فأجاب رحمه الله: إن كان القبران كلاهما بين يدي المصلي يعني أمامه، ikiwa makaburi yote mawili yapo mbele ya yule anayesalia maiti wale ambao tayari washazikwa, hivyo ikiwa makaburi yako mbele yake, fa innahu yusalli alayhima salatan wahida, katika hali kama hii atasalia maiti zote mbili kwa sala moja. Na hii ikiwa kaburi zimepangana moja mbele ya mwenzake. wa in kana kulla wahidin bimakanin, na ikiwa kila kaburi moja liko mahali pake. wa in kana kullu wahidin bimakan falikulli wahidin salah, kila kaburi taliswalia swala yake. Sema kwa mfano moja liko upande wa mashariki mwa makaburi na lingine liko upande wa mashariki, basi utakwenda utamswalia wa kwanza, kisha utaondoka sehemu ile uende ukamswalie wa pili. Hiyo ndo namna ya kuswalia maiti ikiwa kaburi ni zaidi ya moja. Kumalizia katika yale masail muhimu yanayofungamana na swala ya maiti, ingawa bado kuna masail mengi sana, mengi muhimu sana, ambayo biidhnillah ta'ala kila tukisonga mbele tutakuwa tukieleza. hukmu safar liajli as-salati 'ala al-mayyit, hukmu ya kusafiri kwa ajili ya kwenda kumsalia maiti. haya masala nimeagusia kwa sababu fikiri ni masala ambayo huzungumzwa sana baina ikhwa
na wengine wakayachukulia kwa hamasa, kwa uchache wa ilmu, wakaharamisha bila ya kuhakikisha katika hili jambo. Na mara nyingi huhusia ndugu zangu wanafunzi, nikiwa mimi ni mmoja wao, kwa masala yote ambayo ni mukhtalafun fihi wal khilafu fihi wus'a, usisababishe shiqaq na ikhtilaf pamoja na wenzako kubwa katika jambo ambalo kauli zote mbili zina dalili, na wanaovioni wa sunna wapo waliochukua kauli ya kwanza na wengine kwa ya pili kwa dalili. Kini ukapata mtu alqawlu ma qalat hadhami idha qalat hadhami fasaddiquha, yani ni hivi, wataka haya, utaki ni hivi, lazima si Shafi'i wewe wala si Ahmad wala si Abu Hanifa wala si Malik, na wao hawakusema kama wewe. Kwa hivyo mwanafunzi kabla hajashikilia misimamo kama hiyo katika masail ambayo ni mukhtalafun fi, hasa sisi wanafunzi tutakana tuwe na tarayuth na hikma na utulivu katika masail haya. Usiruke, soma masala, tizama wanaoviona wazungumza nini, sio kifungua macho kama jogoo. Unajua kisa cha kama jogoo, wasema kipofu kafungua macho akaona jogoo, kisha macho akapotea. Kila akiambiwa kitu, bwana kuna jambo kadha kadha, kama jogoo na kuna mtu fulani anakwenda mahali fulani kawa hivi kama jogoo, yeye afikiria ni jogoo tu, anaona jogoo tu, yeye hana lingine ajuani, kama jogoo tu. Usiwe kama jogoo. mnifahamu nazungumza nini? سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله: إذا توفي أحد أقرباء الشخص، akifariki mmoja katika watu wa karibu ya mtu, au asdiqaihi, mmoja katika rafiki zake, وهم في بلد غير البلد التي هو فيها، na wao wako katika nchi ambayo sio yeye alipo, au sehemu ambayo sio yeye alipo. فهل يجوز أن يسافر إلى البلد التي فيها؟ je, yajuzu kusafiri katika ile nchi ambayo yupo yule aliyefariki, litadiyati alazai wa muwasati ahlihi, ili kutekeleza jambo la kutoa azaa, la kutoa pole na kuwa pamoja na watu wake, ili kuwatuliza fi faqidihim, kwa yule waliyempoteza. am anna hadha yuaddu shaddu rahlin wala yajuz, ama hii ni katika zile safari ambazo tumekatazwa kuunda, haijuzu kuunda safari isipokuwa katika misikiti mitatu. je, hii yaingia? فأجاب حفظه الله: الحمد لله، إذا كان العزاء يشتمل على بدع وخرافات، ikiwa ile azaa watu wakienda kutoa pole ndani yake mna uzushi, mna khurafat, مثل إقامة المآتم التي في بعض البلاد، kama kufanya khitma kama katika baadhi ya sehemu, فلا يجوز أن يشاركهم سواء سافر أو لم يسافر، haijuzu katika hali kama hii kushirikiana na kujumuikana na wao, iwe ni safari au bila safari. Bimaana hata wakiwa hawako hiyo sehemu, wako pamoja na wewe mtaa mmoja,
haifai kwenda kushirikiana na wao katika uzushi. لأن هذا من البدع أو لأن هذا النوع من البدع والمنكرات. أين عزاء كما هي ni katika uzushi, ni katika munkarat. أما إذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء، أما ikiwa عزاء pole ilionakwenda kutoa kwa ajili ya wale waliokuwa hai, kama ni mwenye kuwapa pole ili watulize, watatyib li khawatirihim, ili wajisikie vizuri wale unaowapa pole, wa dua lilmayit almuslim birrahmati walmaghfira, kumwombea yule maiti muislamu maghfira na rahma, fala ba'sa bidhalika, jambo hili halina neno. Hususan idha kanu min aqaribihi, haswa wakiwa ni katika watu wa familia yake wa karibu na yeye. ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم تطمين لخواطرهم وتخفيف من مصابهم. katika kusafiri kwako kwenda kutoa pole katika sehemu kama ile, kutuliza nyoyo zao na kuwafanyia takhfif msiba uliowapata. Warubama yakununa bihajatin lihudhurihi, na wakati mwingine huenda kuwa wana haja yeye ahudhurie, wataka haswa ahudhurie katika mazishi kama yale. Kwa hivyo haina tatizo. Alafu tuchukulie mfano hao wanaosema wamo mumu watu wa ghulu. Tuseme kwa mfano baba yako mzazi wewe ankufia Malindi hapo, utakwenda? Harama ubaki hapa Mombasa. Mbona uende, babako amfariki yule hapa Malindi tu? Safari bwana, haram. Mwache babako aziko, sio? Ama mama yako mzazi aswa amfariki wapi? Hapa Malindi tu, panda gari masaa mawili afiki uko pale, saa 1:30. Mimi siende huko. Kwa nini bwana? Mama yako mzazi amfariki, haram, sio? الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى عدم السفر. lakini kwa nini amekataza safari? Yeye mwenyewe الشيخ العثيمين alipofariki الشيخ ابن باز رحمه الله akasafiri kutoka Qasim al-Qasim akaenda Makkah kumswalia Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Wanafunzi wakamwambia Sheikh, wewe tuambia kuwa sio sawa, vipi tukuona wewe usafiri kutoka Qasim ukaenda Makkah kumswalia Sheikh Ibn Baz rahimahullah? Sheikh Al-Uthaymeen alitaja sababu yeye kusema kuwa ni makosa. Sema naogopea ikiwa utakwenda kwa ajili ya fulani, kesho akifa mwingine, basi usipoenda yule mwingine ataona nini? Ataona ni kama umemdharau. Ama ikiwa ni mtu kuwa pale kuna uzito, basi bora aweko. Ikiwa yeye kuwa pale kuna uzito, basi bora awepo. Ama ikiwa hazidishi wala hapunguzi, hakuna haja ya kufanya nini, ya kusafiri. Si mwaona maelezo? Sasa kuna uharamu gani? Mimi sizidishi sipunguzi, ankufa muislamu Malindi, natakia nini kwenda? Wapo waislamu watamswalia kule, mnifahamu? Niko Mombasa, kuna muislamu kafariki Malindi, taiba hanihusu kwa mfano kivyovyote, lakini ni muislamu, nitoke Mombasa nisafiri Malindi kwenda kumswalia, kuwepo kwangu kutowepo kwangu hakuna tofauti.
mwanaelewa anazungumza nini. Kwa nini usafiri? Lakini kafa baba yako mzazi, sema mimi bwana sendi bwana. Ufikiria mwanzo ule mujtamaa watu watamchukulia mtu vipi? Ni binadamu kweli? Alafu ndio baadaye mkaambiwa huu ndio usalafi huu. Babako yuazikwa atakuja kumzika utaki. Usema hivyo sio? Kumbe ni tasarrufat za jahala. Yani jahala biahkam الشريعة kisha zikanasibishwa na usalafi. Usalafi ni ilmu. Usalafi ni ilmu tupu mwanzo mpaka mwisho. Qala Allah qala Rasul. Na tufuata maneno ya wanaovyuoni na fatwa za wanaovyuoni. وسئل الإمام ابن باز رحمه الله ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت. طيب الشيخ بن باز رحمة الله عليه أوليز سؤالي نيني حكم يكو سفيري كواجل يكم سالي ميتي؟ فأجاب لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. hakuna dhambi wala haraji aina yoyote wala kuna tabu yoyote katika kufanya jambo hilo. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mwisho wa jawabu, la haraja fi dhalika, haina tatizo. Umeelewa? Leo nimekusudia kuyazungumzia haya tu peke yake. ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.